chako, kwenye yako, nyunyiza damu ya Yesu Kristo. Sehemu ya chimbuko lako kule ulikotoka, nyunyiza damu ya Yesu Kristo. Ondoa damu ya umasikini, ondoa damu ya magonjwa, ondoa damu ya kukataliwa, ondoa damu ya giza, ondoa damu ya wanyama, ondoa damu ya ndege. Ushinde kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu yenye nguvu zote. Futa alama zao zote kwenye mwili wako, futa alama zao zote kwenye njia zako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lenye nguvu zote, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu yenye uwezo wote. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye huduma hii, kwenye madhabahu hii, kwa mtu wa Mungu Elia, kwenye familia yake ya kiroho na ya kimwili. Nanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Amen. Amina. Ndio. Akawaambia. Amen. Mstari wa 10. Ndio. Haya, na tuwatendee kwa akili. Tuwatendee kwa akili. Wasije wakaongezeka. Wasije wakafanyaje? Wakaongezeka. Bwana alinifundisha kitu hapo. Amina. Ani Bwana akaniambia, yes, weka pause hapo. Ndio. Kumbe kuna mtu amekuahidi atakupa mtaji. Ndio. Na mashetani wanajua kabisa ule mtaji ukiupata umaskini bye bye. Yes. Anajua mtaji utaongezeka. Ndio. Utakuwa ni mtu mwenye pesa. Mashetani wanazuia huyo mtu asikuletee huo mtaji. Yes. Bwana akaniambia, kuna mtu anatakiwa kukuletea zaka au sadaka. Yes. Mashetani wanajua hii kija huyu mtu atafanya kitu kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Wanamzuia yule mtu asitoe zaka. Wanamzuia yule mtu asitoe sadaka. Hello. Amen. Mashetani wanakupendea kwa akili. Yes. Unaomba kazi unanyimwa. Ndio. Bosi wako anakuinukia bila sababu. Yes. Unashangaa ndugu zako wanakuchukia bila sababu. Yes. Unashangaa kila kitu chako kinaharibika bila sababu. Kwa mashetani wanajua huyu mtu huyu akila akashiba huyu. Huyu mtu kabisa akawa na amani. Yes. Muda wote atakuwa anatupiga, akikaa kidogo pigwa kwa jina la Yesu. Na wangoa tupa kwenye tola moto huko chini. Ndio maana wanakukosesha. Kwa hiyo wanakutenda kwa akili. Yes. Sema kwa jina la Yesu. Hizo akili za kuzimu, hizo akili za kishirikina, hizo akili za kichawi, na zikamata kwa jina la Yesu. Na zing'oa kwenye ufahamu wenu. Tupa kwenye tolo la moto kwa jina la Yesu. Najirudishia akili yangu. Natumia akili yangu ipasavyo kwa jina la Yesu. Achia hizo mali. Achia utukufu wa Mungu. Achia utisho wa Mungu kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea kusoma. Amen. Wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu. Si wanajua? Yes. Kwamba wewe kikitokea tatizo nyumbani kwenu una hela utawasaidia. Sasa dawa wewe usije ukawasaidia ndugu zako wanakukosesha pesa. Sema kwa jina la Yesu. Acheni mali zangu. Acheni pesa zangu. Acheni vilivyo vyangu. Kwa jina la Yesu. Na vimiliki kwa jina la Yesu. Endelea kusoma. Amen. Na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Na kututoa katika nchi hii. Endelea kusoma. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Unaona? Hana wamekuwekea ugonjwa ili ukutese. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na ukataa huo ugonjwa. Nakataa huo ugonjwa. Hawajakusikia. Kwa jina la Yesu nakataa huo ugonjwa. Hawajakuelewa. Kwa jina la Yesu nakataa huo ugonjwa. Ninauoa huo ugonjwa kwa jina la Yesu. Kwenye mwili wangu. Kwenye familia yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninautupa kwenye toa moto. Ninautupa kwenye toa moto. Napanda uzima wa Yesu Kristo. Napanda uzima wa Yesu. Panda uzima wa Yesu Kristo ndani mwangu. Napanda uzima wa milele ndani mwangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nani ameanza kupata kitu? Amina. Biblia ukiwa unaisoma isome kwa kutafakari. Amina. So usome tu ili mradi uisome. Soma kwa kutafakari. Yes, amen. Sasa hapo wamekuwekea msimamizi, wale wamechukua maskini wakauweka hapo. Wamechukua magonjwa wakayaweka hapo, yani ya kusimamia. Wamechukua wamekufanya kuwa mpangaji, yani wewe ni kudaiwa kodi ya nyumba. Ikitoka kodi ya nyumba, I see.
Mungu akupe biashara itakayokupa pesa nyingi kwa jina la Napokea Yesu. kwa jina la Yesu. Mungu akupe miradi Napokea itakayokusaidia kwa wewe jina na la familia yako kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu Kristo. Natamani yani ungekuwa unaelewa kama mimi nilivyokuwa nalielewa ile neno kiroho, ungeitika amina kubwa. Amen. Haleluya. Amina. Endelea kusoma. Nao wakamjengea Farao. Unaona? Yaani wewe ukipata hela unapeleka hospitalini. Ukipata hela unalipa kodi ya nyumba. Lini utakuwa nyumba yako? Lini utakuwa mzima? Nyumba ile Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile ya magonjwa. Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile ya madeni. Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile Bwana Yesu amenitoa. Nyumba ile ya umaskini. Yes. Bwana Yesu akutoe kwa jina la Yesu. Amina. Nitoe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Edison, nisomee kitabu cha Nehemia sura ya 11. Sura ya 4 mstari wa 11. Wewe Faraja baki hapo hapo. Amina. Endelea. Unipata? Nehemia 4 mstari kwanza wa 11. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Neno la Mungu linasema, nao adui zetu wakasema, hawatajua wala kuona hata tutakapokuja kati yao na kuwaua na kuikomesha kazi yao. Unaona? Amen. Ani lengo la kuja huo ugonjwa Ndio. ufe. Sema sifi kwa jina la Yesu. Sifi kwa jina. Sema imeandikwa. Sitakufa. Bali nitaishi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho zote za magonjwa. Roho zote za umaskini. Ninazikataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fly basi hata kidogo. Wow. Hiki ni chuo. Kabisa. Biblia inasema. Ndio. Ulituma neno lake. Yes. Linapata kututoa katika maangamizo. Amen. Na kwa kuwa Biblia inasema yeye Bwana analengelea neno lake ili apate kulitimiza. Yes. Amen. Endelea kidogo Edison. Anasema, kisha ikawa Wayahudi walipokuja, wale waliokaa karibu nao wakatuambia mara 10. Yaani watu wanakuambia omba utaki. Kutoka kila mahali mtakaporejea watatushambulia. Anaendelea kusema, ndio, basi nikaweka watu mahali pa chini pa nafasi iliyokuwa nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa wazi. Soma kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Najizungushia ukuta wa moto pande zote kwa jina la Yesu. Watoto wangu na wazungushia ukuta wa moto. Huko mashuleni, huko njiani wanapopita, huko wanapocheza, na wazungushia damu ya Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, watoto wangu watafundishwa na Bwana. Bwana Yesu. Fundisha watoto wangu. Kwa jina la Yesu. Endelea kidogo. Anasema, basi nikaweka watu mahali pa chini pa nafasi iliyokuwa nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa wazi, kwa kadiri ya jamaa zao. Nikawaweka wenye panga zao. Wenye nini? Wenye panga zao. Usiweke tu mtu akwambie mtumishi niombee, unamwangalia anaombaga hata yako yake anajiombea. Ukiona mtu niombee, jua kabisa atewaga anaomba. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakamata upanga wa moto na ufanye hivi. Yes. Juu ya shingo saa unafika wote unachinja wote kabisa. Yes, amina. Asubuhi waje kukuulize tu umeamkaje. Mwafika jana usiku, asubuhi waje kukuulize tu unaendeleaje. Hawezi. Umwangamiza kabisa, waje kukuulize tu unaendeleaje. Hawezi. Unakamata moto, yes, unaweka hapo. Amina. Unakamata maadui zako unawakalisha kwenye yale makaa moto. Yes. Akitoka hapo. Ndio. Akitoka hapo. Ndio. Hawezi kukuuliza umeshindaje. Kabisa. Sasa unajua umemkalisha kwenye moto. Ndio. Hii mama nimemwachia Mungu. Baba, shuka baba. Mungu shuka, nipigie mchawi. Mungu anasema wewe, acha kunizalilisha. Mimi wazee 24 na wenyewe 4.